Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo tarehe 16 Mei 2021. Tuko katika sehemu ya 6 ya masomo yale yanayohusu mambo ya pesa, mali na utajiri. Na tuko katika kipengele cha leo kinachohusu utoaji wa sadaka katika muktadha wa Agano Jipya. Utoaji wa sadaka wa kibiblia katika muktadha wa Agano Jipya. Agano Jipya linatuambia nini? Wiki iliyopita tuliona mambo yanayo utoaji wa sadaka katika Agano la Kale. Kwa mfano, tuliona zaka, zile ambazo zinapigiwa kelele sana, mtu anakuambia usipotoa zaka yako unaenda motoni na nini na nini. Wanatoa wanasemaga, lakini tuliona kwamba zaka sehemu yake kubwa ilikuwa ni inaliwa na mtoaji mwenyewe, alafu anatoa sehemu inaenda kwenye nyumba ya Mungu, wanalishwa Walawi. Leo Walawi ndio wahudumu wa Injili. Shemasi wa kanisa, shemasi ni mtu aliyeajiriwa kwa ajili ya kazi ya kanisa. Sio mwongozaji wa mambo tu. Bana ni kiongozi ambaye anaweza akafanya kazi yoyote, akatuma na kanisa, akaenda kupeleka labda vibali na nini. Ni mtu aliyeajiriwa. Au mchungaji kwenye kanisa ambalo limekamilika. Kwa hiyo sehemu sio kwa ajili na ni pamoja na kujenga kanisa, ni pamoja na kuendesha shughuli zote za kanisa. Ndivyo ilikuwa kwenye muktadha wa Agano la Kale. Lakini bado tutaona hata huo muktadha kwenye Agano Jipya bado kuna tofauti. Bado kwamba ulikuwa ni msingi na hakuna ubaya, na nitangulie kusema labda nisije nikasahau baadaye. Kama kuna makanisa yanayotoza hicho kinachoitwa kikumi, sio kosa. Yanafuata neno la Mungu kwenye Agano la Kale, na Mungu hajasema kwamba kikumi kimefutwa. Lakini nitakusomea maandiko ya kutosha kabisa na uthibitisho mwingi unaotuonyesha kwamba tunatakiwa kumtolea Mungu sana, lakini sio lazima na sio maelekezo ya moja kwa moja, japo hayazuiwi kutoa kwa mahesabu ya fungu la 10. Tunasema nyingine anakuambia lete mshahara wako na ile salary slip, wanakupigia mahesabu. Ule ni wizi. Muktadha mkuu wa utoaji wa Agano Jipya ni kutoa kwa jinsi ya upendo wako. Watoaji wengi wa sadaka za leo sio kwamba wanatoa kwa upendo wao, na kuhakikishia. Ni nani anadhani kwamba 90% ya watoaji wa masadaka kwenye makanisa yao ni kwa jinsi wanapokuwa wamependezwa sana? Asilimia ngapi? Chini sana, chini ya 10%. Sasa tutaona sio muktadha wa utoaji wa kanisa wa leo. Mimi binafsi nitoe mfano, ninatoa sadaka sana. Sasa wasema huyu mbona anajisifia? Hapana, anatoa mfano. Lakini sifati maandiko kwamba nimeambiwa kwamba ninamwibia Mungu nisipotoa ile. Hapana, nitatoa hata zaidi ya 10% kulingana na upendo, na kuna kipimo kingine kinaitwa kulingana na uhitaji. Je, tusitoe sadaka? Hapana, na pia kulingana na jinsi tulivyobarikiwa. Hivyo vigezo havitumiki sana kwenye makanisa. Wakishapitisha hesabu wamepitisha, hawajalishi. Anakuambia kila familia itatoa 40,000 basi. Hawajaangalia je ndivyo walivyopendezwa moyoni, hawajaangalia je ndivyo walivyobarikiwa, hawajaangalia je niyo mahitaji yanayotakiwa. Kwa hiyo tutafika huko kwa maandiko, lakini tukumbuke kwamba utoaji wa kikanisa una misingi mikuu kutoka kwenye Agano Jipya, kwa sababu inaitwa Agano la Kanisa. Kwenye Agano Jipya kusanyiko la nyumba ya Mungu haliitwi hekalu, haliitwi sinagogi, haliitwi vibanda, haliitwi sijui nini, inaitwa kanisa. The church. Sasa msingi wake tuao. Na twende kwanza kwenda huko kabla kwenda sehemu kwenye maandiko. Kwa hiyo tutaona kwamba misingi ya utoaji wa Agano la Kale tuliyoiona ikiboreshwa katika Agano Jipya, basi ni utoaji ulio mzuri. Huwezi ukafuta kabisa yale ya Agano la Kale. Lakini pia huwezi kuyatumia moja kwa moja, kwa sababu kuna sehemu zimewekwa kama tofauti na Biblia, na ukishasikia kitu kimebadilika. Kwa mfano, nitatoa mfano kitu cha waziwazi. Kwa mfano kitu kama tohara. Agano la Kale kwa nasema kwamba mtu ambaye hajatahiriwa hatakiwi kukusanyika na watu wake. Lakini na akasema ni amri ya milele. Lakini milele ilipofika mwisho wake ikaja Agano la Kristo, Mungu akasema kutahiriwa kimsingi ni kama kumpungukia Kristo. Kimsingi. Sasa ni mfano wake twende katika Galatia, nimeanzia na vitu vingine. Twende katika Galatia
Galatia 5:2 mpaka 4 nasema. Galatia 5:2 na 4 nasema. Huu mstari tushausoma lakini si vibaya kurudia mstari mara nyingi. Kwa mfano anasema katika Galatia 2:5 nilishasoma pale Mungu alipomwelekeza Ibrahimu akasema lazima watoto watahiriwe na akamwambia na Musa wa kiume. Lakini na sasa leo kuna makanisa na paka huko Wayahudi wa leo wanakuambia lazima tutahiriwe, lakini Agano Jipya likisha kwambia kwamba kile kilichokuwa nayo la kale na anakuambia ilikuwa ni ishara ya jambo fulani. Sasa hatutaki kubaki katika ishara. Hatutaki kuendelea kuandikia mate wakati wino umeshafika. Kwa hiyo huko ndiko kuandikia mate wakati wino haujafika. Wino ukishafika tunabadilisha, tunaandikia wino. Tusiandikie mate wakati wino upo. Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 2 mpaka 4 anasema hivi. Galatia 5:2 mpaka 4 anasema hivi. Tazama mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia neno. Hivi hiyo ni neno la sifa kweli? Kwamba pamoja na hayo haina ubaya, naweza nikatahiriwa tu haina ubaya. Kisha sema ukishatahiriwa ujue Kristo hata hausiki na wewe. Ndio neno. No neno limeandikwa. Tunaweza tukatafuta tafsiri mpya iliyojificha lakini Mungu anaanza na ile iliyo waziwazi. Tazama mimi nawaambia mkitahiriwa Kristo. Je, huku nyuma alikuwa ametoa kwamba bila kutahiriwa hakuna kukusanyika? Anawaambia sasa hichi kitu kimebadilika. Tutaona vitu vingine vimebadilika. Kwa mfano tuende katika Wakolosai, kama ulikuwa kwenye Galatia, tutavuka Waefeso, tutavuka Wafilipi, tutaingia kwenye Wakolosai. Wakolosai 2 16 na 18 anasema. Wakolosai 2:16 na 18 anasema basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au maandamo wa mwezi au sabato. Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 16 mpaka 18 anasema. Naendelea mstari wa 17 anasema mambo haya ni kivuli cha mambo alisema kwenye King James anasema yaliyokuwa yanakuja. Bali mwili ni wa Kristo. Maana yake anataka kusema kwamba hapo kuna ushahusika na mwili wa Kristo. Na mwili wa Kristo upo. Wewe ukasema kwamba bado tunausubiri. So mwili wa Kristo ndipo ulikuja alipokuja Kristo. Atakuja mara ya pili atakuja na mwili mwingine. Kwa hiyo anasema zamani tulikuwa tuna tabia ya kuwahukumu watu kwa kutokushika sabato. Tunahukumu watu kwa kutokushika maandamo wa mwezi kama huo juzi kuna maandamo wa mwezi ulifanyika juzi. Anasema tulikuwa tunahukumu kwa vyakula, usile kitimoto, Mungu anasema hivyo sitaki tena mhukumiane navyo. Muda wake umeshapita, Kristo ameshakuja. Ni mfano wake. Sasa mbona somo lilikuwa ni la sadaka alafu sasa niko nagusa baadhi ya vitu ambavyo viko waziwazi maagano haya mawili yanatofautiana kwa makusudi ya Mungu sio kwa tofauti ya kuharibu. Hem tuende sasa katika tofauti pia ya utoaji wa sadaka. Tuende katika Ibrania 9. Ibrania mlango wa 9. Huu ni utangulizi, tutakuja kwenye mstari mmoja, tutaona vipengele kadhaa vilivyoko chini ya utoaji wa sadaka katika muktadha unaopendeza Mungu katika muktadha wa agano jipya. Anasema katika Ibrania 9 anasema mstari ule wa 9 na mpaka wa 11 na tutasoma mstari wa 15. Ibrania 9 anaanzia 9 anasema hivi ambayo huu mstari unaanza tuanzie mtakatifu, tuanzie mstari wa 8 ndipo sentensi inaanza. Anasema Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado, anaongelea zamani za kale hizi. Hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Hema ile ndio ilikuwa agano la Mungu. Anasema ile hema ya Musa ilipokuwa bado ipo. Roho Mtakatifu alisema kwamba mambo yalikuwa bado hayajatimia. Mstari wa 9 anasema ambayo ndiyo mfano wa wakati hapa anasema huu uliopo, anasema then present kwenye King James ndio kosa hili. Kwa hiyo ukisoma Biblia ya Kiswahili utaondoka uelewe. Ndio sababu Wakristo wengi hawaelewi Biblia kwa sababu wakishasoma sehemu kama hii anakuchanganya. Pale anasema for the time then present. Kiswahili chake za wakati huo, then present ni wakati huo. Ilikuwa ni wakati. Na tayari ametoka kuongelea ni kwamba ni jambo la wakati wa nyuma. Ametoka kusema ilipokuwa inasimama hema ya kwanza. Kwa hiyo unaona kwamba kilichoandikwa kwenye Kiswahili hakiendani na sentensi nzima. Kwa hiyo iko wazi
kwamba ni kosa. Then anasema ambayo ndiyo mfano wa wakati huo ndo alitakiwa aseme uliokuwepo. Wakati huo unaona sasa anaanza kusema tena. Wakati huo sio huu sasa. Wakati huo sadaka unasikia anachoanza kusema sadaka za wakati huo tofauti yake na dhabihu zinatolewa wakati huo sio huu. Zisizoweza kwa jinsi ya dhamiri kumkamilisha mtu aabuduye. Unaona mstari wa 10 ndio unakuja sasa unaondoa ule mkanganyiko uliomo kwenye hiyo mistari japo kwenye Biblia King James ule mkanganyiko hapo lakini kwa Kiswahili angalau mpaka usome mstari wa 10 ndo mkanganyiko unaondoka. Anasema hivi kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu ni sheria za jinsi ya mwili. Ametoka kuongelea dhabihu na sadaka. Anasema ni sheria za jinsi ya mwili tu vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Alikuwa huwezi kuniambia kwamba alipokuja Kristo hapakuwa na agano jipya. Matengenezo mapya ndio alikuwa na maongeleo. Kwa hiyo anawaambia kwamba kuna vitu vinahusu vyakula, vinywaji, dhabihu na sadaka vilikuwa vimewekwa kama kivuli kama ambavyo vilikuwa vimewekwa na vilikuwa havina uwezo wa kumtakasa mtu. Leo hii mtu akwambia ukitaka dhambi yako itakasike nenda kalete sadaka yako. Anakurudisha kwenye agano ambalo hakuna utakaswa. Anasema sasa hivi tunao ujasiri wa kupajongea kuijongea meza ya rehema, kiti cha rehema cha Kristo. Kwa hiyo unaona kwamba wakati wewe unatakiwa upitie kwa padri zamani zile. Kwa hiyo kuna mtu anapitia kwa padri ujue Kristo kwake hajafika. Wanamsubiri mpinga Kristo. Lakini anasema sasa hivi tuna ujasiri wa kupajongea patakatifu pa Kristo. Kwa hiyo unaona kwamba ni mambo ya nyuma. Unaweza sasa una kama sioni muunganiko kama uone muombe Mungu akufungue rohoni. Lakini inawezekana tupo ambao hatujaona. Lakini anachokuongelea ni kwamba kuna vitu vilivyokuwa vinatumika kama dhabihu na nini kwa ajili tu ya utakaso ambao ulikuwa haujakamilika. Anasema baada ya kuja Kristo, sasa hivi tunatoa sadaka sio kwa ajili ya kutakaswa tena, sio kwa ajili ya kubarikiwa tena, ni japo inaweza kuwa ni sehemu ndogo, lakini kwa ajili ya ni sheria yetu ya upendo wa Mungu na kupenda kazi ya Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba tumetoka. Zamani watu walikuwa watoe sadaka kwa upendo, hata siku moja. Kuna dhabihu chache sana za mambo ya upendo. Nyingine zilikuwa ni za sheria. Anakuambia mtoto wako wa kwanza lazima awe wa kwanza. Sasa hivi haipo tena. Haipo. Kwa hiyo unaona kwamba ni wazi. Na kama kusingekuwa na tofauti kati na hizo ndio tofauti kubwa za agano la kale na agano jipya. Hizo ndio tofauti kubwa. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna vitu jamii ya dhabihu na sadaka ambavyo ni tofauti. Sasa tuje katika hoja halisi ya utoaji sasa. Maana pale kwa tuangalia vitu kadhaa kwa pamoja. Tuje kwenye utoaji. Hoja ya kwanza inasema utoaji na msingi wake katika agano jipya. Msingi wa utoaji, yani ni vigezo vipi tutoweje na kwa misingi ipi? Ndio maana ya hoja. Tunahitaji kujua misingi ya utoaji na au vielelezo, vigezo vinavyotumika. Kule nyuma tulikuwa tunaona kwamba ni vitu ambavyo vilikuwa ni kivuli. Sasa leo hatuko kwenye kile kivuli. Lazima tuna vigezo vipya. Vilikuwapo pia zamani. Ni kama zamani. Zamani Roho Mtakatifu alikuwa anakuja anawaangia watu, lakini Roho Mtakatifu alipokuja kwa kufa na kufuka kwa Kristo, alikuwa ni Roho Mtakatifu aliyejaa zaidi. Roho Mtakatifu alikuwa anakuja alikuwa. Na Kristo alikuwa anakuja kwenye agano la kale. Alikuja katika jina la Melkisedeki, lakini baadaye alikuja katika Kristo halisi. Sema sasa tunakuona waziwazi. Ndio maana ya agano jipya. Agano lilo bora. Sasa tuweke msingi. Tuanze na msingi au hoja. Katika wahubiri, kabla hakuja maandiko anasemaje? Katika wahubiri wakuu au viongozi wakuu wa agano jipya, wa kwanza kabisa ni Kristo. Kwa habari zake kuna injili 4 zile zimeandikwa. Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Msingi mwingine au mtendaji mkuu wa agano jipya ni Paulo. Aliandika kwa nguvu ya Roho Mtakatifu nyaraka ziko 15 ukijumlisha na waraka
wa Waebrania ambao wengine wanadhani sio wa kwake, lakini ni wa kwake. Kwa sababu mwishoni anamtaja sana Timotheo. Unajua anamtaja mtu wake pale Timotheo. Ni mlango wa 13. Lakini pia kuna Yohana Mbatizaji. Alikuwa anaishi katika mwishoni mwa Agano la Kale na Agano Jipya. Lakini alihudumu zaidi kwenye Agano Jipya. Sheria zilikuwa za Agano la Kale lakini alikuwa anatenda kwa uendeshaji wa Agano Jipya. Yohana Mbatizaji. Lakini wako akina Petro na mitume. Tutaona kwamba katika hizo kwa mfano hizo nyaraka 15 za Paulo na Injili 4 tutaona Mungu hasemi sana kuhusu kwa mfano utoaji wa fungu la 10. Na katika vitu vikubwa ambavyo viko kwenye maisha ya mwanadamu huwezi ukaacha kuongelea fedha na mali na utajiri. Yaani hakuna kitu tunasema kwamba hivi ni jambo vidogo, hapana. Kwa hiyo ukiona kitu hakija kanuni ya usomaji wa Biblia ni kwamba kama kitu hakikusemwa kwenye Agano Jipya, wewe unatakiwa ukifuate kama kilivyokuwa kwenye Agano la Kale. Maana yake Mungu hajaona sababu ya kukishughulikia ukigusa. Lakini hivi kavigusa. Kwa mfano kwenye Agano Jipya Mungu kwa mfano tumeona alisema huko mtairiwa kwa sema mkitairiwa sio vizuri akabadilisha. Kwa hiyo tunaenda kulingana na mabadiliko. Lakini kama kuna kitu kwa mfano alisema kwenye Agano la Kale alisema labda mtu hana ruhusa ya kuoana na dada yake au na kaka yake. Hakuirudia kwenye Agano Jipya lakini tunaifuata vile. Kwa hiyo unaona kwamba tunazirudia zile tunawafuata. Kwa mfano Mungu akana sehemu nyingine. Sasa katika Agano Jipya pamoja na maandiko yanaposema kwamba kuna mabadiliko ya dhabihu na sadaka na nini, lakini hata katika utendaji hatumuoni Yesu akiwa angalau katika kutenda kwake. Tunamwona Yesu anarudia sana habari za dhambi mara nyingi. Yaani anaongelea dhambi, anaongelea mioyo, lakini hatumuoni anaongelea dhabihu. Hatumuoni. Kama ni sehemu ambayo haikuwa muhimu sana. Lakini ndivyo makanisa yanavyohubiri leo. Hapana. Yaani lazima waguse fedha kinyume na Kristo. Ni kinyume. Hatumuoni Paulo akiongelea fedha kwa vigezo au kwa namna nyingi anavyoongelea katika muktadha wa Agano Jipya. Tutaona. Tutaona. Hatuoni akina Petro, hatuoni Agano Jipya likiwa linaongelea haya mambo, lakini kazi ya Mungu inaenda pamoja na haya. Sasa najiuliza iwapo mjumbe mkuu wa Agano la Jipya ni Kristo na Paulo na Yohana Mbatizaji na mitume hawakufanya jambo fulani, wewe na kimsingi kama wakalipinga kidogo kiasi, wewe unapata wapi nguvu? Wakalipinga lakini wakipinga kidogo kwenye muktadha wa kidunia uliokuwa umejengeka kwenye Agano la Kale. Tutaona mfano. Je, makanisa ya Agano Jipya yanapata wapi mfano wa kuendesha mambo yao? Tunaweza kupata, nadhani ni rahisi kupata jibu kama wangekuepo hapa wangetujibu. Wangetukana. Yaani mtu akishakosa majibu anatukana. Toka hapa. Anakutishia. Lakini msingi ni kama Kristo akufanya kitu. Na tutaona kazi ya Kristo alikuwa anapata msaada. Tunaona kuna kina mama walimsaidia sana Kristo. Walikuwa anaenda na hubiri, hana msaada, hana nini, wanamlisha chakula. Angewaambia, "Nyinyi kina mama, mbona sijaona fungu lenu la 10 liko wapi?" Walikuwa ni washirika wake. Wao walikuwa wanampikia chakula, anakula, akishamaliza anapeleka nje. Tuende katika kitabu cha Mathayo mlango wa 23. Tuangalie Mathayo 23 mstari wa 23. Tuangalie mara chache ambazo Yesu aliongelea utoaji aliusema kwa namna gani. Jamani, sina maana kwamba tutoe, hapana. Jamani, tujifunze kumtolea. Na tutafunga kwa kueleza kwamba tuna jukumu la kutoa vile vile. Ila sio kwa msukumo na maelezo na maelekezo ya makanisa. Tukiamua, na mimi nasema tazama, mimi ninawaambia ukitoa sadaka kwa hao wanaokutuma hivyo, Kristo hata kusaidia kitu. Nasema kama Paulo. Mathayo 23 mstari wa 23 anasema, ole wenu waandishi Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka. Hapa ameanza kwa kuwasifia kwamba ni wazuri wanatoa zaka. Anaona kwamba tatizo lenu
yani inawezekana mmewekeza kwenye zaka lakini kuna kitu hamjakiweka sawa. Angesema nyo Mafarisayo ni wanafiki lakini na wasifu mnatoa zaka. Hata anaweza kwa kuwapa ole. Hivi kama Kristo alitoa ole kwa hawa watu, kwa nini asitoe ole kwa makanisa ya leo? Ni kwa sababu ana upendeleo? Hana. Ole wenu waandishi Mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira. Unajua maana yake ni nini? Kwamba mnatoa zaka hata za vitu vidogo vidogo ambavyo yani maana yake hata leo hawastoi za hivi. Kwamba mtu anaenda akipata bizari anatoa zaka. Akipata nana hivi ni viungo vya chakula. Na jira yani maana yake unatoa zaka mpaka nyanya ukinunua. Au mtu amekupa nyanya au umepata au umevuna unaenda kutoa zaka. Ndio wao walikuwa waaminifu kiwango hicho kwa agano la kale lakini walikuwa hawataki msikia Kristo ndio kwa salama. Lakini mmeacha mambo makuu ya sheria yaani adili na rehema na imani. Anasema nyinyi tatizo lenu hamna imani. Ndicho tunachohubiri leo kwamba lazima tuanze na adili. Adili ni kutii maneno ya Mungu, kutii sheria ya Mungu, kuwa wasafi kiroho, kushinda dhambi. Anasema ninyi mnafanana na dunia, mnaishi maisha ya kichafu, mna vijana watoto wenu wamekuwa mashoga wakiwa sekondarini, mna dhambi zote za kidunia lakini mnanitolea zaka. Sasa kati hivi vitu vyote Yesu hajasema kwamba ni vibaya. Sema kavipanga upya. Wao walikuwa wameweka mbele zaka kama makanisa. Yesu anasema pale mimi napangulua. Ninachotaka huku nyuma anamaliza anasema hayo imewapasa kuyafanya wala yale mengine msiaache. Naomba nieleweke. Hana maana kwamba alikuwa na maana kwamba lazima wayafanye. Ni kwamba Kristo alikuwa anaishi katika agano jipya, agano la kale akiwa anatengeneza agano jipya. Sasa kwa mfano alikuwa anaenda katika sinagogi siku ya Jumamosi. Lakini hakuwa anafundisha kwamba watu waishike sabato. Kwa hiyo alikuwa anawaambia kwa kanuni iliyopo sasa, kwa vile bado sijatukuzwa hatujafikia kwenye agano la Kristo ambalo lilianza na kifo cha Kristo. Japo alianza kwa kulihubiri na kueleza atakapokufa. Bado tuenende kwa kanuni ya nyuma ambayo nayo ni ya Mungu, lakini mmeipindua hata hiyo. Sasa sisi sio kuipindua tu, bado tunaishi katika agano, sio tunatakiwa tuishi katika agano jipya lilioanza baada ya hapo. Lakini anasema pamoja na hayo, haya ya mnayoyaweka mbele, mnatakiwa myafanye lakini mkiwa mmeanza na haya ya kushika sheria, kuwa na imani. Na kimsingi vyote viwili vinatakiwa. Tunatakiwa tuwe na imani, afu tushike sheria. Leo hii ukifundisha kushika sheria ya Mungu, unatukana makanisa. Ndio sio? Ndio sio? Ndio sio? Ndio. Ukisema kuna kushika sheria, Kristo anasema sheria imeondoka. Hapana. Anasema mbingu na dunia, mpaka mbingu na dunia zitakapopita, Torati hata yodi yake, hata nukta ya Torati haitaondoka. Kama alikuwa anachukia wazinifu, ataendelea kuwachukia milele. Na anasema alikuwa yale mambo anayobadilisha alikuwa ni mambo ya nje ya sheria na taratibu, lakini hayakuwa ni mambo yanayougusa moyo. Vitu vyote vilivyobadilika ilikuwa ni vitu vya nje. Habari za moyo ni ule ule. Moyo wa kwenye agano la kale, moyo wa agano jipya ni ule ule. Hem, tuende mbele, sio tukahubiri somo la jumla, tuko kwenye mambo ya pesa. Utoaji katika muktadha wa agano la kanisa, agano jipya. Hem, tuende sasa katika muktadha kadhaa. Tunataka kuangalia mambo ya kwanza. Muktadha msingi wa kwanza. Yaani kwenye Wakorintho wa pili mlango wa 9. Wakorintho wa pili mlango wa 8 na mlango wa 9. Hiyo milango miwili inayofuatana inahusu hayo mambo. Lakini siwezi kuhubiri milango yote kwa pamoja. Nimechagua sehemu moja kwa sababu hoja ni moja. Wakorintho wa pili mlango wa 9, tusome mstari wa 6 mpaka wa 8. Au mstari tunaweza kurudia baadaye. Na hisi tutaurudia sehemu fulani kwa sababu una vitu vingi ndani yake. Wakorintho wa pili 9, tusome kuanzia mstari wa 6 anasema lakini nasema neno hili. Apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.
kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni. Usitoe sadaka kwa kuhuzunika. Leo hii watu wanatoa sadaka makanisani kwa kuhuzunika. Kweli? Si kwa huzuni wala kwa lazima. Mtu akwambia kwamba unatakiwa utoe 10% kamili. Ni lazima sio lazima? Hiyo ni lazima. Sema sitaki mtoe kwa asilimia kwa lazima. Okay. Unaweza kusema labda alikuwa haongelei zaka kama zaka. Okay, inawezekana. Ndio sawa nasema ikitokea kanisa likawa na utaratibu wa zaka, mimi nitakuwa kama ninahubiri injili ya kweli, watakuwa rafiki yetu. Vizuri. Na hata mtu akija kanya na zaka yake tutaipokea, lakini tunataka tumtolee Mungu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kama kunatakiwa kanisa lijengwe. Kama kuna watu wenye uhitaji tuwawezeshe. Kama kuna kupeleka injili tupeleke injili. Kama ni watu wanaookolewa walikuwa wanaokolewa labda 5 kwa mwezi na sadaka inaweza wakafika 20, basi tutoe zaidi. Ndicho Mungu anachotaka. Kanuni ya kwanza tumeona ni kwa jinsi ya moyo ulivyo tayari. Hiyo ni kanuni ya kibiblia sio ya kibiblia. Yaani ni ukombozi. Biblia inasema Kristo alitukomboa na laana ya Torati. Kwa sababu Torati ulikuwa unauawa pale pale kama hujafanya hicho kitu. Anasema wala si kwa lazima, maana Mungu hampendi yeye atoaye kwa moyo humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mungu akiona mtu anampa 2,000 kwa moyo wa ukunjufu, anaona ni bora kuliko yule ambaye wamewaambia kwamba wote lazima mtoe 10,000 akaitoa kwa sababu anaogopa kutupwa nje ya kanisa. Anasema hii siangalie. Twende mstari wa 13 kwenye sura hiyo hiyo. Mstari wa 13 anasema hivi. Mstari wa 13. Maana sisemi hayo ili wengine wapate raha nanyi mpate dhiki, bali mambo yawe sawa sawa. Wakati huu wa sasa wingi wenu wafae upungufu wao, ili na wingi wao wafae ninyi mtakapopungukiwa, ili mambo yawe sawa sawa. Paulo alikuwa anasema imewapasa mnapotoa, ukitoa kidogo utapata kidogo. Kwamba unapotoa sadaka utakuja kukutana nayo sehemu fulani. Utakutana nayo katika afya yako. Unaweza mtu akawa na uwezo, ana hela, ana namna. Kukawa kuna uhitaji, labda kuna mtu ana njaa katika kusanyiko, anatakiwa apate chochote, awezeshwe. Kuna kanisa linajengwa, kuna injili inapelekwa, akagumilia ile pesa yake akaishikilia. Akajikuta anaenda naitoa hospitalini. Tena mara 20, mara 10, mara 5. Kwa hiyo anasema sio kwamba ninapowakumbusha kwamba mtoe, wakati mwingine mtu anaweza asitoe kwa sababu hajajua makusudi ya kutoa au msingi wa kutoa. Huu msingi tumeujua. Huu msingi wewe ukasema kwamba hatujaujua. Hem, twende sehemu nyingine. Twende Wakorintho tulikuwa Wakorintho wa pili, twende Wakorintho wa kwanza. Mlango wa mwisho, mlango wa 16. Mstari wa kwanza anasema hivi. Kwa hiyo tumeona kanuni ya kwanza ni kutoa kulingana na jinsi moyo ulivyoamua, ulivyovutiwa. Mstari wa kwanza anasema kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu. Unaona tunatoa kulingana na mahitaji. Watakatifu ni watu, ni wa Kristo. Kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa ajili ya kwa kadiri ya kufanikiwa kwake. Hapa hatuoni kiwango kilicholingana. Hatuoni tunapiga hesabu sawa sawa. Sema kwa kadiri ya kufanikiwa kwake. Na tunaona huko kuna hoja nyingine ni kwa lengo lipi? Leo hii utoaji mwingi mkubwa wa makanisani kwenye makanisa yao. Tuanze na makanisa ya kilokole. Ni kwa ajili ya watu wenye shida, watakatifu, au ni kwa ajili ya hawa vibosire? Kwa ajili ya vibosire. Ni kwa ajili ya vibosire. Twende tukathibitishe hili neno. Kwa hiyo kanuni ya pili tunaona utoaji kulingana na nini? Na jinsi tulivyofanikishwa na Mungu, tulivyobarikiwa, tulivyowezeshwa. Tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kama uko kwenye Korinto, rudi kushoto, utavuka Warumi, ingia kwenye Matendo ya Mitume, mlango wa 11.
Mlango wa 11 inabidi nikimbie sasa muda. Naona unaniacha. Mlango wa 11 mstari wa 29. Mstari wa 29 anasema hivi. Na wale wanafunzi kila mtu kwa kadiri ya alivyofanikiwa wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Kwa ndugu zao. Hao ni wanafunzi. Hao ndio waumini. Tena ni waumini zaidi kwa sababu ukishakuwa mwanafunzi maana yake unamfanana Kristo. Leo hii kanisa limejaa watu ambao sio wanafunzi wa Yesu. Makanisa mengi hayajakaa wanafunzi. Mwanafunzi ni mtu anayefuata utaratibu wa Yesu. A disciple is disciplined. Hawa anafuata ule utaratibu. Sasa tunaona hawa wanafunzi hawa walikuwa wanatoa kwa kadi walivyofanya. Hem tuulizane utoaji wa namna hii huwa unaona kwenye makanisa wa misingi hii ya kutolea watu ambao wako wana njaa, wana shida, alafu unatoa kulingana na kufanikiwa kwa watu na nini. Hapana, ni utoaji wenye lazima na unaoenda kwenye vitambi ya watu. Na tulishasema kwa nini watu wanapenda? Kwa sababu kwanza watu wanapenda kudanganywa. Kwa hiyo mtu kuambiwa kweli na kudanganywa 100 katika watu 100 watu wanaopenda waambiwe kweli sidhani kama wamefika 30 wanapenda 70 wanapenda wadanganywe. Hiyo ndio utaratibu wa kimaisha. Kwa hiyo watu wengi wanapenda hizo sadaka za namna hiyo kwa sababu tu asili ya mwanadamu hupenda kudanganywa, hapendi kuambiwa kweli. Lakini sababu ya pili ni kwamba Biblia somo la nyuma ambapo tulisema kwamba sadaka ya kwanza ni nafsi zetu na mioyo yetu na roho zetu. Sasa tukisema tutoe pesa, bora tutoe pesa kwa sheria yote ile lakini tusitoe miili yetu. Hapo ndo hatutaki. Kwa hiyo nayo ni sababu inayofanya watu hata kama wanakombolewa kwenye maelezo na masharti ya utoaji wa uongo bado wanapenda kukaa humo. Kwa sababu ni kama mtu mwingine anasikia anatoka gerezani ni kibaka alafu anaiba tena kusudi arudi kule anasema maisha ya ulayani siwezi. Anataka kubaki kwenye vifungo. Hamjawahi kuwasikia? Wapo. Anasema mimi narudi nishapazoea. Watu washazoea. Kwa hiyo tunaona kwamba misingi ya utoaji hii ya sasa ya Agano Jipya tulisoma mpaka sasa imetofautiana kidogo na Agano la Kale. Japo yote ina uelekeo mmoja. Kwa hiyo mimi nafikiria ni vizuri tutoe sawa sana Agano Jipya. Tukao tunafanana na Kristo. Mpendo wa Korinto tulikuwa Matendo tena kwenye Wakorinto wa pili pale kwenye 8 tulikuwa kwenye 9 wakati wa kwanza ule. Twende kwenye 8 sasa. Wakorinto wa pili 8 tuanze mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema hivi. Na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu twajua kuwa sisi niko kwenye Wakorinto wa kwanza samani. Nisamee. Wakorinto wa pili 8 mstari wa kwanza anasema tena ndugu zetu twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi hawa watu walikuwa hawana pesa. Watu walikuwa hawana maisha mazuri. Dhiki zao za maisha yao ilikuwa ni kubwa. Wingi wa furaha yao na umasikini wao. Tunaona majaribu yao ulikuwa ni umasikini. Wao umasikini wao uliokuwa mwingi uliwaongeza utajiri kwa ukarimu wao. Unaona ukarimu ndio utoaji. Hapo kinachohusika hapo sio uwezo, ni moyo. Hapo sio kiwango, ni maamuzi ya mtu. Maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao wenyewe. Hapo kuna hiari hakuna hiari. Kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Leo hii kuna makanisa ambayo kikapu kinatakiwa kipite na ikiwezekana msimame wote. Mlishawahi kuiona mje kuiona? Mstari unapangwa anasema wote msimame, mtu anasimama pale anasema wote simama. Baadaye walipoona kwamba watu wanaweza kukimbia wakaiacha wakana kipitisha pale mpaka wanakileta karibu na uso wako pale unakiangalia mle unajifanya kama vile
Unaanza kujikuna, unajifanya kama utatafuta mbinu yoyote lakini wenye kosa sio huyo ni wao. Mtu anaweza kawa hata na pesa yake lakini kama moyo wake haujamruhusu, mwache. Mwache. Huu ni utoaji wa muktadha wa kanisa. Muktadha wa Paulo, muktadha wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kwa hiari, kuna hiari. Tuende katika kitabu cha Luka mlango ule wa 8. Mstari wa kwanza na watatu anasema hivi. Nilisema huu mstari nitaurejelea. Luka 8. Tuangalie utoaji aliokuwa anaupata Yesu. Yesu sio kwamba alikuwa amejitosheleza. Alikuwa na uwezo. Alikuwa na uwezo hata wa kuagiza vitu, lakini hataki kutumia vibaya mamlaka yake. Kwa hiyo ni vizuri pia kupeana vitu. Alikuwa anapenda apewe ili kusudi naye atoe. By the way ni vizuri kupeana. Naomba tujifunze. Kama una kitu mpe mwenzako. Una nguo labda haikutoshi tena mpe mwenzio. Amina. Ni muhimu. Luka 10 Luka 8 samahani. Luka 8 naomba mniombee nisikosee. Luka 8 mstari wa kwanza anasema ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika vijiji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Huyu mtu alikuwa anakaa ofisini tu, alikuwa anahubiri vijijini na mijini. Mtu anayetembea anahitaji nini? Usafiri ndio sio? Anahitaji kula ndio sio? Anahitaji maji ya kunywa anapokuwa amepata amechoka njiani ndio sio? Huyo ndo alikuwa Yesu huyo. Sasa angalia hayo ndo matumizi ya sadaka by the way. Kazi ya kwanza ya sadaka inatakiwa iwe sio kutengeneza vitambi. Ni kutoka jasho, kurudisha maji yaliyomwagika kwenye jasho la kupeleka injili kama alifanya Yesu Kristo. Na wale tenashara walikuwa pamoja naye. Hawa ni wanafunzi wake. Hili ndo kanisa lake. Alikuwa hapeleki peke yake injili. Alikuwa na wale tenashara. Sasa angalia. Je, na wewe unaungana na Kristo kupeleka injili? Basi ngumu kidogo, ngumu kumeza wanafunzi hawakumacha. Wakasema Yesu ndio unajua kila kitu bwana, wewe nenda, sisi bado mpaka mwakani tutajifunza. Yesu anasema hapana, lazima na nini. Na hao tenashara washaka naye haikuzidi miaka 3 na kidogo. Kwa hiyo yamkini kama tuko hapa kwa muda wa miaka 3 tushatosha ule muda wa tenashara, kwa muda tumeshaupita. Wale mitume. Na wanawake kadha wa kadha, hawa wanawake walikuwa hawako kwenye kampeni kubwa ya jeshi la Yesu, hapana. Walikuwa kadha wa kadha, walikuwa wanaisupport ile injili. Walikuwa hawa watu walikuwa wanapeleka injili nao. Lakini kwa namna gani? Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wa Herode, na Suzana na wengine wengi. Unaona sio hao tu, wao wametoa mfano kwa majina. Walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Hapa tumeona wanatoaje kwa hao watu wanatoa kwa upendo wao, ndio sio? Hiyo ndivyo utoaji wa Kristo. Sasa tukipata utoaji wa kinabii wa manabii, wa mitume, wa makanisa, sawa, sio mbaya. Mimi nimefanya kazi yangu, niwaeleza nilichotuma. Nimeshanena. Na nawa mikono. By the way, sio kwamba nawaambia nini, na mimi najiambia. Kweli kabisa. Ndio katika kitabu cha bado tuko tunaangalia muktadha. Tunaona muda wote unahusika na hapa ni kutokana na kazi ya Mungu, sio kitambi. Kwa hiyo tunaona kuna vigezo vingi ndani, kuna kutoa kulingana na mahitaji, kutokana na uhitaji uliopo, kutokana na utayari hiari yetu, kutokana na Biblia inasema aliyesamehewa sana upenda sana. Hawa watu walioponywa na Yesu walienda kwa Yesu wakiwa wanalala, hawasinzii usiku, wafanye nini? Baadaye wakaona hapana, tumetokwa na pepo, lazima hata kama hatuna kazi ya kupeleka injili, lakini tumwezeshe kwa vitu vyetu, kwa mali zetu. Kwa hiyo anayesamehewa sana anapenda sana. Hawa watu wametajwa majina kwa sababu walisamehewa sana. Hao walikuwa washakuwa mahali ya mapepo. Akina Maria Magdalena. Leo hii tuna mapepo.
Inawezekana hatuna pepo leo lakini tunaendeshwa kwa misingi ya kazi ya mapepo duniani. Mtu anayetembea amevaa nusu uchi. Unaweza kuniambia kwamba utendaji wa mapepo wako juu ya maisha yake? Upo. Nenda katika kitabu cha Wafilipi, Injili ya waraka wa Filipi. Paulo kwa Wafilipi mlango ule wa 4 mstari wa 15. Tusome na mstari wa 18. Wafilipi 4:15 na 18 anasema hivi. Wafilipi 4:15-18 anasema hivi. Anasema nanyi pia ninyi wenyewe mnajua enyi Wafilipi ya kuwa katika mwanzo wa Injili nilipotoka Makedonia hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea ila ninyi peke yenu. Unajua mtu anapomtolea Mungu kwa moyo inabidi asifiwe vile vile. Anawaambia ninyi Wafilipi mko tofauti na wengine wote. Katika mwanzo wa Injili tulipoanzisha Injili ni ninyi tu. Yamkini labda hapa tangu mwanzo wa Injili labda sio wengi ambao tumeweza kutoa. Lakini Mungu anatakiwa anawasifu wale ambao walimtolea. Anasema ni ninyi tu peke yenu Wafilipi. Kwa hiyo kanuni nyingine. Leo hii watu wakitaka kuanzisha makanisa, anapita kwenye makanisa anakusanya kila sehemu, anataja kiwango tunatakiwa tukusanye milioni 10 za vyombo, tukusanye milioni 20 sijui za nyumba ya mchungaji, baadaye tupeleke vijana sijui 7 wakajifunze sheria za dini na nini na nini. Anasema hapana, ninyi mlipoanza watoaji walikuwa ni watu wachache tu, ilikuwa ni kanisa moja tu. Injili ya Paulo ilikuwa dunia nzima, lakini ilikuwa inawezeshwa na kanisa hata kwa Wafilipi. Mstari wa 18 anasema lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi tena nimejaa tele nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vilivyotoka kwenu harufu ya manukato sadaka yenye kibali impendezayo hii ni Wafilipi walivyojikuwa wameamua wenyewe kumtolea. Mimi naweza nikapenda kwamba tutoe kwa jinsi ya Wafilipi. Hoja ya kwanza tumeona misingi ya utoaji kwenye Agano Jipya na sina haja kuirudia muda umeenda. Twende kwenye utoaji. Hoja ya pili, utoaji katika msingi wa Agano Jipya na hata Agano la Kale, lakini zaidi sana kwenye Agano Jipya inasema ni hoja ya pili inasema utoaji sio kanisani peke yake. Utoaji sio kanisani peke yake. Twende katika kitabu cha Warumi mlango leo uchoyo wa manabii wa makanisa na watu wa makanisa uchoyo wao ni mkubwa. Uchoyo wao ni mkubwa. Na hilo somo ni la wiki ijayo nitangulie kusema wiki ijayo tujifunza hawa wachungaji na manabii wao na utajiri wao wanaojitajirisha kutokana na sadaka za watu. Tutausoma itakuwa ndio sehemu ya mwisho. Lazima tuusome huu. Kwa hiyo mistari inayohusiana eneo nimeiacha. Ilikuwa nini? Lakini niguse tu kwa uchoyo wa manabii wa leo na wachungaji wao. Wakigundua unatoa sadaka au vitu vyako kwa watu wengine wanaweza kukutenga. Wanamwambia hapana, huko sio sawa, unatakiwa utupe sisi. Ndio sio. Yaani wakaona ni mtu ambaye mwenye tabia kama ya kutoa na kuwapa watu, wanaona wivu. Lakini sio Biblia inachosema. Tusome katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 15 mstari wa Warumi 15 mlango wa 15 Warumi mstari wa 25 na 26 nasema hivi. 25 na 26 nasema hivi. Ila sasa ninakwenda Yerusalemu nikiwahudumu watakatifu maana imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya kufanya changizo kwa ajili ya watakatifu huko Yerusalemu walio maskini. Unaona hawa watu utoaji wao umeelekezwa kwa watu wengine kabisa kwa ajili ya umaskini wao. Hapa naongelea watu wote kupeana. Sio maana kwamba atokee mtu mmoja awe na jukumu la kuwatolea wote, hapana. Sicho hicho ninachokisema. Ninaongelea tabia ya kuwapa yaani Yesu alisema kama una joho mbili, mpe asiye na joho moja.
mbaki na moja kila moja. Ndio kanuni ya Yesu. Na hilo ni agano jipya. Twende katika kitabu cha Galatia mlango wa pili mstari wa 10, Galatia 2:10. Inabidi mstari nisome haraka kwa sababu muda. 2:10 anasema hivi. Paulo anasema ila neno moja tu walitutakia tuwakumbuke maskini, nami neno hilo ndilo na alikuwa na bidii kulifanya. Wakati Paulo anaagana na akina Petro wakiwa Yerusalemu, anasema nendeni huko kwenye injili ya mataifa. Nendeni kwa mataifa, sitabaki hapa na Wayahudi. Anasema walitukumbusha, Paulo anasema walitupa mkono wa kwaheri na mkono wa asante wa kukubaliana kwamba jamani wote tunafanya kazi. Kwa sababu Paulo alikuwa muuaji kwanza. Kwa hiyo walikuwa wakamkubali, anasema kwa kweli hii neema ulionayo ni kubwa kuliko hata. Sasa tunaomba uende ukahubiri huko, ukapeleke injili mpaka mwisho wa nchi, ila wakumbuke maskini kwenye injili. Je, ndio msingi wa makanisa ya leo? Anasema naomba nisikie ndio au hapana. Ni ndio? Ni hapana. Makanisa ya leo ni mavogi na VX na manini na V8 vya nani? C8 nasikia. Na mahama mawili matatu na majumba ya Masaki huko na wapi ndani ndio misingi, lakini sicho ambacho makanisa yaituma kufanya. Anasema katika kutoa kwenu, katika kumbuka maskini. Anasema katika kitabu cha Galatia 4, mstari tushasoma kwa hiyo tutasoma. Anasema siukumbuke vizuri, ngoja ni usome, lakini anasema imetupasa tufanye kazi kwa bidii ili kusudi tupate kitu cha kuwapa wenye uhitaji. Maana tuna jukumu la kujitosheleza na kuwa na ziada kwa watu ambao hawana. Hiyo ndo kanuni ya Mungu pia. Mungu anatutaka tufanye kazi kwa bidii sana ili uzuri tutoshelezwe, alafu tuwe na ziada ya kuwapa wengine. Ni jukumu. Kwa hiyo hadi wengine hata kule kukaa tukawa hatuna kitu kabisa, labda ni mpango wa Mungu. Inaweza katokea, lakini kwa makusudi makubwa ya Mungu ni ili kusudi tuweze kupata tutoshelezwe, alafu tuwe na of course sio kwamba tuweze kupata kutosheleza tamaa zetu, lakini tuweze kutosheleza mahitaji yetu ya msingi na tuwe na ziada ya kuwapa watu wengine. Ndiyo kanuni nasema ya Mungu kwenye Waefeso. Kwa hiyo tuna jukumu pia la kufanya kazi kusudi tufikie hapo. Kama labda hatujafika, lakini iwe ni lengo letu la baadaye. Inawezekana kuwa na lengo zuri kama hilo. Inawezekana? Ndiyo au hapana? Waefeso 4:28. Umeona mstari kwa sababu haujapata ndio, ngoja ni usome kusudi musikie wenyewe. Anasema mstari 20, anasema mwimbaji asiibe tena bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Luka 10 mstari. Kwa tuko tunaangalia kipengele cha pili cha utoaji katika muktadha wa agano jipya kwamba utoaji tulioamriwa sio zile za dhabihu na zaka na nini makanisani, ni pamoja na kuwapa watu wenye uhitaji. Anasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa 10, Luka 10 sitaenda pale nitaeleza, muda sina, lakini nitaeleza. Unajua kuna yule mtu aliyeangukia katika wanyang'anyi. Akapita wakamvua nguo, wakamtesa, wakamuumiza. Akapita Mlawi, baadaye akapita kuhani, baadaye akapita Msamaria mwema. Msamaria mwema alitoa pesa ili kusudi yule mtu atibiwe. Na akasema ninaenda nikirudi ni kama aina fulani kama ya hospitali lakini za wakati huo. Huyu mtu bei yote nitakao kwa umetumia kwa ajili ya kumtibu nitalipa hiyo. Ndio muktadha Mungu anatakiwa anadai tuwe na uwezo wa kumsaidia mtu ambaye ana uhitaji kama huo. Ama kama kanisa ama kama mtu mmoja mmoja. Huo ndio utoaji ambao hutakaa usikie makanisani. Haupo. Hata ukisema hawataki kuishi. Yakobo mlango wa 2 mstari wa 15 16 Yakobo. Yakobo 2:15 na 16 nasema hivi. Yakobo 2:15 16.
Anasema hivi, ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke, kibiblia ndugu maana ya kwanza kabisa ni mtu wa kanisani, mtu mnaye aliyemwamini Kristo. Sio kutembea tu, sio kufika tu kanisani pamoja na mwana roho yake iko kwa na Kristo. Au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki. Na mtu wa kwenu akamwambia enenda zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili. Yafaa nini? Hapo kuna utoaji usioangalia uko tunakoambiwa na makanisa na makusanyiko yao. Anasema kama mtu amepungukiwa na riziki, hana kitu, unaona jamani Mungu awabariki sana tunawapenda. Nendeni mkaote moto basi, mkawapa nguvu ule moto. Anasema haina maana hiyo. Lakini hicho wanafanya kama kanisa. Mimi niliyaona kwa macho yangu katika muda nilipokuwa na hudumu kule kwenye kanisa linaloitwa TAG. Kwa macho yangu. Maanisha simulia kwa sababu muda sitarudia. Na nakumbuka hiyo habari. Ndio hiyo. Tena katika kitabu cha Yohana sio kitabu ni zile nyaraka. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 17. Nasema hivi. Lakini mtu akiwa na riziki za dunia, maana yake ni vitu. Kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji. Kibiblia ndugu tushamsema ni nani? Akamzuilia huruma zake. Je, upendo wa Mungu akaaje ndani yake huyo? Leo utaambiwa na kanisa Mungu anawapenda sana na nini na nini. Watu hawana chochote, wanaendelea tu kunyofolewa vitu vyao. Alafu anawaambia Mungu anasema wewe upendo uko wapi sasa? Upendo wa Mungu uko wapi? Mtu anahama, anaongeza hama juu ya hama, anaongeza VX juu ya VX. Watu wake wanateseka, hawana hata hela ya kuwapeleka watoto wao hospitali kutibiwa, hata shuleni angalau mahitaji. Lakini baada anaenda kuwanyofoa, anamwambia lazima mlipe zaka 10 na nini, hata kama una mshahara wa 100,000 au 200,000. Ambao hautamtosha. Anasema sasa ina faida gani? Wewe unaendelea kumdai hiyo wakati wewe unahama 2-3 zimepata. Anakuambia ninazo nyumba 7 hapa mjini. Na zote kazipatia kanisani. Wakati mwingine Mungu anatuambia vitu ambavyo tumepatia nje ya kanisa sio jukumu letu, tunaweza kupeleka kanisani au sio lazima. Kimsingi, hicho anachosema mara nyingi. Ndivyo anachokisema, lakini kama tunapenda Mungu na tulipopata nje kwa sababu ni kwa Mungu, na hivyo tunataka tupeleke hivyo wafae wenye mahitaji. Kwa hiyo by the way niene katika Mithali, ijapo nilisema nitaongelea agano jipya lakini huwezi kaepuka kitu kimoja, kitu cha agano la kale kwa sababu Biblia ni moja. Hebu tusome kwenye Mithali inaongelea hoja kama hiyo kwenye agano la kale ambayo ni ya jumla. Mithali 22:16 mstari tulisoma, nitausoma tena na ukumbuka vizuri, nitausoma tena. Nasema hivi: yeye awaoneaye maskini ili kuongeza mapato. Huyo ni mtu amesema, mtu wa kwanza. Wa pili, naye ampaye tajiri hupata hasara. Aya, hawa wachungaji wenye utajiri anakuambia anaizidi TRA. Kulingana na neno la Mungu, mtu anayempa, anasema tumempa nyumba, tumempa gari. Kulingana na Biblia amepata baraka na faida, amepata hasara. Amepata hasara. Na ndicho Wakristo wanachopenda. Wakristo wanapenda kupata hasara. Unapata hasara. Tunaenda kwenye hoja ya 3 na ya mwisho na ni fupi, kwa hiyo tunataka kama 6 hivi tutamaliza. Inasema mtu anayetoa naye hupokea. Jamani, kama huna tabia ya kutoa kwa watu, ujue uwezekano wa kufa hivyo hivyo ni mkubwa. Na sio watu wa kuchagua kwamba anampa mtu wa kanisani fulani. Ujue uwezekano ni mkubwa kufanya nini? Wa kutokupata kabisa. Biblia inasema mtu anayetoa naye hupokea. Ni kanuni kubwa ya agano jipya na agano la kale, lakini tulisoma kwenye agano la jipya ndipo ilipo
shamili zaidi, ilipotamalaki zaidi. Twende katika Luka mlango wa 6 na 38. Huu mstari kama hutakumbuka mstari yote ya Biblia, naomba huu ndio ukumbuke sasa. Kama hutakumbuka tulichosoma chote, kama unataka kukumbuka mstari ukiweka kichwani, uweke Luka 6:38 anasema hivi. Huu ni mstari wa kukumbuka kuliko yote leo. Anasema hivi, na mtu yule Luka 6:38 ndio mstari wa kukumbuka leo mkubwa. Anasema wapeni watu vitu. Anasema pelekeni kanisani au anasema watu kwa ujumla. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Huyo ni Yesu amesema amemaliza. Jamani ninajua binadamu tuko ni wagumu sana katika kutoa. Kwa kweli sio kitu rahisi. Na hata kama sio ni kutoka sio kutoa makanisani kwa sababu tushadanganywa mpaka ule uongo ukamea, huwa sio ngumu sana. Na kwa sababu ni kinga dhidi ya mioyo yetu, dhidi ya Injili. Lakini kuwapa watu wengine, mtu kuchukua tu kaelfu kake kampa mtu, yani siku hiyo anaweza karara na ota maluelue, yani ikawa ngumu kweli, matatizo yamempata. Lakini kulingana na Yesu, sina maana na msingi ni ule, sina maana kwamba unatoa ili mradi tu umejifurahisha pana kama hujafikia muda wako. Hivi unaweza ukavuna maembe unaweza ukavuna maembe katika mwembe ambao haujazaa maembe? Si mpaka uzae. Kama hujafikia muda sawa. Lakini kwa kadiri neema ya Mungu inavyoendelea kutubariki, lazima tuangalie. Na kwa kawaida mtu ukiwa level hii, lazima kuna mtu sehemu fulani uweze kumjua yuko level ya chini yako. Kwa vyovyote vile kuna mtu mwenye uhitaji kuliko wewe wakati wowote ule utakapokuwa unaishi. Amina. Hiyo ipo. Sasa ni kanuni ya Yesu, ni siwezi nikaacha kuisema wala kuisisitiza. Sitaacha. So imesema hata kama wakati mwingine imepingana na mioyo yetu tuliyozoezwa na wanadamu. Kwa sababu nimesema na Yesu. Anasema kwa hiyo kanuni inayosema atoa inayopokea tumeiona, aliyesema ni Yesu kwamba kipimo unachopima, kama una tabia ya kuwajazia watu, Mungu naye atakujazia. Kama una tabia ya kuwapa sifuri, anasema nao watakupa sifuri lakini mtoaji ni Mungu. Kwa hiyo naomba hili neno pia tusilichukue vibaya kwamba natakiwa sasa mbona wiki hii sijatoa, hapana. Wewe lichukue, liingize kwenye moyo wako, likubali, alafu pole pole. Unajua kitu cha kwanza naanza na kukubali. Pole pole tu utakuta linaanza sasa kulenyewe kutengeneza bila wewe hutalazimika, hutatumia akili zako kutoa au kulitimiza. Litaanza lenyewe kutimiza. Mungu anasema Mungu anatoa neno lake linatimiza makusudi yake, sio wewe unayelitimizia makusudi. Anasema katika kitabu cha Mithali twende haraka kidogo ili kusudi twende katika Mithali mlango wa 10 mstari tugusa lakini tugusa tena mstari wa 40 Mithali 10:24 anasema 10:24 anasema nimesema Mithali ngapi? Mithali basi naomba twende Mithali 11. Mithali 11:24 anasema hivi. Kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi, kuna azuyaye isiyo haki lakini huelekea uhitaji. King James anatumia upungufu. Anasema kuna mtu ambaye unakuta anatoa tu lakini anajikuta kwamba anajaziwa. Yaani inakuwa katika hali ya kawaida vitu ukiwa unatoa ungetegemea unapotoa ndio utapungukiwa. Ndio akili ndio kanuni ya kisayansi ya dunia hii. Lakini anasema Mungu kwa Mungu ni kinyume. Anasema yule atoaye ndiye anajikuta anaongezewa na yule anayezuia pasipo haki, isiyo haki. Maana kuna wakati wa kutoa na wakati ambao sio wa kutoa. Mimi kuna mtu alikuja hapa akaniambia sijui mimi mchungaji na shida na nini tuongea injili baadaye akasema naomba unipe hela nikatibiwe. Nikamuuliza maneno mawili nikagundua nikasema okay sina hela namna hiyo. Nilimzuilia lakini sio kwamba haikuwa haki yangu kumzuilia.
Maana tusio wajinga. Hivi. Sio unakutana kila mtu nishaambiwa kutoa basi hapana. Kama unaona Mungu atakwambia hapa ndio pa kutoa, hapa sio pa kutoa. Hapa ni pa kupokea, hapa sio wakati wa kupokea. Kitu chote kitakachotolewa kanisani ni wakati wa kupokea. Vile vile. Lakini kule duniani kwa makini vile vile. Wakati mwingine unaweza kupewa pesa za moto ujue. Unajua pesa za moto? Zipo. Korinto wa pili mlango wa 9 tushauona anasema atoae haba naye hupokea haba. Ndio kanuni ya Mungu kwamba kutoa na kupokea ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Kwa hiyo kiwango unachotoa unaona hii kanuni kwa sababu tushausoma mstari sitaurudia sana. Lakini hoja yenye mistari miwili ni ya 4 japo ni sehemu ya hizi hoja inasema aliyesamehewa sana hupenda na kutoa sana. Mtu ambaye nguvu ya Mungu imemgusa kweli ya Mungu ikamjaa huyo ndo maana yake amesamehewa sana. Anasema ndio kiwango cha kutoa chetu katika utoaji wa kweli pia ni kipimo cha kiwango chetu cha kusamehewa na kutendewa na Mungu. Aliyesamehewa hiyo ni kanuni ya Mungu. Aliyesamehewa sana kupenda sana. Na kupenda ndio kutoa kwenyewe. Tusome Luka 19 na tutafunga na Matendo ya Mitume basi kwa tumemaliza. Luka 19 kanuni ya kutoa inayosema ngoja nifafanue kabla siene. Wakati unatafuta Luka 19:8 na 9, ngoja nifafanue na mimi nitakuwa naitafuta. Maana yake ukiona mtu ambaye anaweza kana na vitu vyake viwili vitatu vipo tu. Lakini ni mgumu sana katika kutoa vitu vyake. Ujue huyo hata kama amekaa kanisani miaka 20, ujue bado nguvu ya Kristo hajawahi kumgusa. Ni kipimo kizuri sana vile vile. Luka 19:8 na 9 nasema hivi. Luka 19 ndio kipimo kwamba umesamehewa sana unatoa sana. 19 msikiliza huyu mtu. 19:8 na 9 huyu ni mstari nao mtamu sana wa kukumbuka. Huyu ni Zakayo. Luka 19 8 na 9 nasema huyu mtu Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru. Mtoza ushuru alikuwa ni mdhambi. Kazi ya kutoza ushuru, kazi ya kutoza kodi kibiblia ni dhambi, ni kazi ya dhambi kibiblia straight away. Sijui kwa nini lakini ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mtu akishakuwa mtoza ushuru alikuwa ni mdhambi. Anasema mtoza ushuru mlango wa 19 Luka 8 na 9 nasema hivi. 8 na 9 nasema hivi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana tazama huku nyuma ulikuwa tuanze mstari wa 2 nasema na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo mkubwa mmoja katika watoza ushuru. Kwa hiyo cheo chake kilikuwa mtoza ushuru kwa automatically maana yake alikuwa kwenye kundi la wadhambi. Kwa hiyo mstari wa 9 jamani ni vizuri umfundishe mtoto wako kuepuka kufanya kazi kama hizo. Nakwambia nitakuja kufundisha kwa nini mkifika kimaliza hapa tutaanza somo la watoto kulea na nini miongoni namna ni uwaongoze katika kufanya kazi ya namna gani. Mstari wa 8 anasema Zakayo akasimama akamwambia Bwana Yesu alishaingia nyumbani kwake na nini sasa Yesu ameingia nyumbani kwake maana yake kwa kweli unajua mtu ni taswira kwamba Yesu ameingia paka moyoni mwake. Huyu mtu majibu tutayaona anasema Zakayo akasimama akamwambia Bwana tazama anamrudia tena anasema mara ya pili tazama Bwana yani huyu mtu anampenda Yesu mpaka anamniita Bwana mara mbili tazama Bwana nusu ya mali yangu nawapa maskini na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila kwa sababu alikuwa mtoza ushuru kwa hiyo alikuwa ananyang'anya watu kwa hila namrudishia mara 4 hapo unaona ni jambo la kawaida. Utoaji kuna mguso wa Yesu aliyesamehewa sana anatoa zaidi ya mara 4 alivyopokea. Anasema kama nimemnyang'anya mtu labda shilingi 500 nitalipa milioni 2. Milioni 2 yes. Nitazidisha. Aliyesamehewa sana huyu alikuwa amesamehewa sana kwa sababu alikuwa mtenda dhambi wa waziwazi mtoza ushuru. Mstari wa mwisho na tutafungia hapo Matendo ya Mitume mlango wa 10 mlango wa 10 Matendo ya Mitume tutasoma habari za Kornelio. Anasema mlango wa 10 mnaweza kusema mbona sasa hujagusa mambo ya Anania na Safira? Hapana, ile ilikuwa kumdanganya Roho Mtakatifu. Ile sio utoaji. Ilikuwa ni mfumo wa maisha wa kuleta vitu, ilikuwa ni maisha ya ujamaa.
Na hayakuwa maelekezo na Mungu kimsingi. Ni watu wenyewe walivyoona na hatuoni kwamba Yesu alifanya hivyo wala Paulo hakufanya hivyo. Ni akina Petro tu kanisa la kwanza na vitu walivyofanya. Sio kila kitu alichofanya Petro kama hakija yani style ya maisha ya kanisa ya mtu wa kanisani sio mwongozo wetu mkubwa. Mwongozo wetu mkubwa ni maneno aliyosema Mungu. Mungu alisema kwamba nataka vitu vyenu niweke pamoja kama shirika. Kwa hiyo wale walimdanganya Roho Mtakatifu alisema mlikuwa hamna sababu hata ya kutoa chochote. Haikuwa sio sheria. Lakini mmekufa kwa sababu Anania na Safira kwenye mlango wa 5 wa Matendo ya Mitume walikufa kwa sikuugusa. Lakini mtu anasema unaona sasa anachagua vya kuhubiri hapana anachagua vya kuhubiri vinavyosema kweli yote. Lakini ninao usema ni wa Kornelio mlango wa 10 Matendo ya Mitume 10:1 na 2 anasema hivi. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio akida wa kikosi Matendo ya Mitume 10:1 anasema palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Mtu mtaua, Biblia ikishamuita mtu mtaua usifikiri kwamba ni mawazo ya watu hapana. Hilo ni neno la Roho wa Mungu anakuwa ndani. Huyu mtu alikuwa mcha Mungu. Mtu mtaua. Huyu mtu alishasamehewa sana by the way. Mtaua, mchaji wa Mungu, anamcha Mungu. Yeye na nyumba yake yote naye alikuwa akiwapa sadaka nyingi na kumomba Mungu daima. Huyu mtu alikuwa anatoa sana. Na unajua majibu aliyopata ni nini? Mungu alimtumia Petro kwenda kuongeza kipawa cha Mungu katika nyumba yake. Aliyesamewa sana na pendwa sana na anayetoa naye hupokea. Sadaka za Kornelio za mcha Mungu zilimletea alipokea zaidi ya alivyokuwa anatoa. Sihitaji kwenda kwenye undani zaidi tuishie hapa. Mungu awabariki sana. Au tunashukuru kwa neema yako, asante kwa neno la leo. Baba tunaomba ukaendelee kutufundisha makusudi yako na Mungu tunaomba msamaha wa yote tuliyokosa. Lakini Baba naweka kusanyiko lako leo mbele yako mahali hapa siku zote leo mbele yao siku 7 mpaka tutakutana mwishoni mwa wiki tena. Mungu ukawalinde kwa kufanikishe wasiondoke na hukumu yoyote katika mioyo yao bali wakaende na furaha ya kujua kweli kwa neno lako Mungu ni sabuni ni utakaso wa mioyo ya watu wako na mimi naye nena nikiwa mmoja wao. Mungu nakushukuru mfalme wa falme katika jina la Mungu Baba maana Roho Mtakatifu na mimi yote nakupokea. Amen.